Rais Duterte akamatwa na polisi nchini Ufilipino. Rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte mwenye umri wa miaka 79 amekamatwa na polisi nchini humo baada ya mahakama ya kitaifa ya uhalifu ICC kutoa hati inayomtuhumu kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kutokana na vita yake dhidi ya dawa za kulevya, ambapo alipokamatwa amehoji msingi wa hati hiyo akiuliza ni uhalifu gani niliofanya. Duterte amekamatwa muda mfupi baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Manila akitokea Hong Kong nchini China kufanya kampeni kwa ajili ya uchaguzi ujao Mei 12 mwaka 2025, ambapo alikuwa amepanga kugombea umea wa Davao. Duterte hajawahi kuomba radhi kwa kile kilichotajwa kuwa anakandamiza wakati wa vita dhidi ya dawa za kulevya, ambapo alishuhudia maelfu ya watu waliojihusisha na dawa za kulevya wakipewa adhabu kali ya kuuawa alipokuwa rais wa Ufilipino kuanzia mwaka 2016 hadi 2022 na meya wa jiji wa Davao kabla ya hapo. Msemaji wa zamani wa Rais Duterte aitwaye Silva Ponelo amelaani na kukamatwa kwa rais huyo na kusema kuwa kinyume cha sheria, kwani Ufilipino ilijiondoa ICC mwaka 2019, lakini ICC ikasema bado ina mamlaka nchini Ufilipino kuhusu uhalifu unaodaiwa kufanywa kabla ya nchi hiyo kujiondoa kama mwanachama. Ni taarifa kutoka nchini Ufilipino. Hatimaye rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte mwenye umri wa miaka 79 amekamatwa na polisi nchini humo baada ya mahakama ya kitaifa ya uhalifu ICC kutoa hati inayomtuhumu kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kutokana na vita yake dhidi ya dawa za kulevya, ambapo alikamatwa amehoji msingi wa hati hiyo akiuliza ni uhalifu gani niliofanya. Ndege yaangukia magari nchini Marekani. Watu 5 wamejeruhiwa baada ya ndege waliokuwa wamepanda kudondoka katika jimbo la Pennsylvania nchini Marekani, ambapo ndege hiyo ndogo ya abiria ilikosa udhibiti na kuanguka chini na kusababisha majeraha kwa abiria wote waliokuwa ndani, ingawa majeraha yao yameripotiwa kuwa ya wastani na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu zaidi. Mashuhuda wa tukio hilo wamesema waliona moshi kutoka angani ndege hiyo kabla ya kuanguka na walikimbia kutoa msaada kwa anga baada ya kuanguka. Aidha, mamlaka ya shirikisho la usafiri wa anga nchini Marekani limetangaza kuwa imeanzisha uchunguzi rasmi kuhusu tukio hilo, huku ikisisitiza kuwa inafanya kila juhudi kubaini sababu za kuanguka kwa ndege hiyo, ambayo hadi sasa hakuna taarifa ya vifo na uchunguzi unatarajiwa kutoa majibu kamili kuhusu tukio hilo la kushtua. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye watu 5 wamejeruhiwa baada ya ndege waliokuwa wamepanda kudondoka katika jimbo la Pennsylvania nchini Marekani, ambapo ndege hiyo ndogo ya abiria ilikosa udhibiti na kuanguka chini na kusababisha majeraha kwa abiria hao wote waliokuwa ndani, ingawa majeraha yao yameripotiwa kuwa ya wastani na walikimbizwa hospitalini kwa matibabu zaidi. Rais Samia atoa kauli nimetoa mikeka mingi na watu wamenyoka. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema katika kipindi cha miaka mitatu ametoa mikeka mingi ya mabadiliko ya uongozi kwenye serikali za mitaa ngazi mbalimbali, akisema atoi mikeka hiyo kwa la bali kutafuta watakaosimama na serikali kufanya kazi ya serikali iliyokusudiwa, ambapo amesema mikeka hiyo imesaidia kuwanyoosha watumishi na sasa ufanisi wa kazi upo vizuri. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiendelea kusema kuwa wakati akifungua mkutano mkuu wa Jumuiya ya Tawala za Mitaa ALAT jijini Dodoma, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema katika kipindi hichi cha miaka mitatu nimekuwa nikitoa mikeka mingi ya mabadiliko kwenye serikali za mitaa ngazi za mikoa, wilaya, halmashauri nyingi tu, na sio kwa la au kwa kupenda, ila kwa kutafuta wale watakaosimama na serikali kufanya kazi ya serikali iliyokusudiwa. Sasa nataka kusema kwamba kama max ni 100 upo kwenye 85%. Tumeshanyooka, tumebakia 25%. Tunakwenda kunyooshana pole pole mpaka wote tusimame njia kuu. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema katika kipindi cha miaka mitatu ametoa mikeka mingi ya mabadiliko ya uongozi kwenye serikali za mitaa ngazi mbalimbali, akisema atoi mikeka hiyo kwa la bali kutafuta watakaosimama na serikali
kufanya kazi ya serikali iliyokusudiwa, ambapo amesema mikakati hiyo imesaidia kuwanyoosha watumishi na sasa ufanisi wa kazi upo vizuri. Hatimaye ukiwakamata viongozi wa M23 unalipwa dola milioni 5. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza ofa ya dola milioni 5 sawa na bilioni 13 za Kitanzania kama zawadi kwa yeyote atakayesaidia kukamatwa kwa viongozi wa kundi wa M23 ambalo limekamata miji miwili mikubwa mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Kongo imesema zawadi hiyo itatolewa kwa atakayesaidia kukamatwa kwa Congress Nanga, Bentley Busingwa na Sultani Makenge, na kiongozi katika muungano wa kijeshi wa AFC ambao ni jumuishi pia M23 na pia ni rais wa zamani wa tume ya uchaguzi nchini Kongo Bizimana Makenga ni viongozi wa juu wa M23. Mamlaka DRC pia inatoa ofa ya dola milioni 4 bilioni 10 kwa taarifa zozote zinazowezesha kukamatwa kwa wasaidizi wa watu wao watatu wanaoendesha mashambulizi nchini Kongo. Ni taarifa kutoka nchini Kongo. Hatimaye mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza ofa ya dola milioni 5 sawa na bilioni 13 za Kitanzania zawadi kwa yeyote atakayesaidia kukamatwa kwa viongozi wa kundi wa M23 ambalo limekamata miji miwili mikubwa mashariki mwa nchi hiyo. Na hatimaye Chama cha Mapinduzi CCM chatoa kauli kuanzia 2030 ubunge viti maalum ukomo miula miwili. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM ya taifa imefanya kikao chake maalum jijini Dodoma chini ya mwenyekiti wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo katika kikao hicho halmashauri kuu imepokea na kujadili kisha kuridhia mapendekezo ya marekebisho ya ukomo wa viti maalum, ambapo imeweka ukomo wa vipindi viwili vya miaka 5 kwa nafasi za ubunge, uwakilishi, udiwani na viti maalum wanawake. Ukomo utaanza kutumika katika uchaguzi mkuu mwaka 2030. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM ya taifa imefanya kikao chake maalum jijini Dodoma chini ya mwenyekiti wake na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo katika kikao hicho halmashauri kuu hiyo imepokea na kujadili kisha kuridhia mapendekezo ya marekebisho ya ukomo wa viti maalum, ambapo imeweka ukomo wa vipindi viwili vya miaka 5 kwa nafasi ya ubunge, uwakilishi na udiwani wa viti maalum wanawake. Ukomo huo utaanza kutumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Na hatimaye Rais Samia atoa kauli tutanunua umeme nje maalum kwa kaskazini. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali ipo kwenye hatua za mwisho za kusaini mikataba ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa ya kaskazini ili mikoa hiyo ipate umeme wa uhakika na iondokane na adha ya umeme wa kukatika. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hayo baada ya kufungua mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe kwenye hafla iliyofanyika Mwanga mkoani Kilimanjaro. Pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema umeme unakatika katika maeneo ya kaskazini huku, lakini serikali yenu inachukua hatua ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa hii ya kaskazini ili umeme upatikane masaa 24 muda wote bila kukatika. Tuko kwenye hatua za mwisho kusaini mikataba ili tuweze kununua umeme ule uungwe kanda kaskazini na wananchi wafaidi na umeme. Kwa hiyo tutakuwa na umeme wa uhakika, maji ya uhakika kila pahali, vijiji vyote vina umeme, tunakwenda vitongoji na umeme wa kutosha tunanunua unaingia ili kazi ya maendeleo iendelee. Ni taarifa kutoka Kilimanjaro. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali ipo kwenye hatua za mwisho za kusaini mikataba ya kununua umeme nje ya nchi maalum kwa mikoa kaskazini ili mikoa ipate umeme wa uhakika na iondokane na adha ya umeme ya kukatika.